Ninakusalimu katika jina kuu lipitalo majina yote mbinguni na duniani, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu tena tuweze kujifunza maneno ya Mungu katika siku ya leo. Na ujumbe ambao ninakuletea una kichwa kinachosema fumbua macho yako uone. Fumbua macho yako uone. Tunasoma katika Biblia ya kwamba katika siku za mwisho kutakuwepo na watu ambao wanafumba macho yao wasione. Wanafumba macho yao wasione. Watu hao ni watu ambao wanafuata tamaa zao. Ni watu ambao wanajua ukweli, wanajua kwamba Mungu aliwahi kuangamiza hii dunia, aliwahi kuigarikisha hii dunia kwa maji na watu wote wakaangamia ambao walikuwa wanatenda maovu. Wanajua ukweli, lakini bado wanaendelea kuishi kama vile watu walivyokuwa wanaishi katika zile nyakati za gharika. Maana ni watu ambao pamoja na kujua ukweli, lakini bado wanaendelea kutenda yasiyompendeza Mungu. Watu kama hao ni watu ambao wanafumba macho yao wasione. Kwa mtu yote ambaye anajua ukweli lakini bado anaendelea kuishi katika njia za upotevu, huyo mtu anafumba macho yake asione. Na tunasoma maneno ya Mungu katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 3 na ule mstari wa kwanza ambao anasema, wapenzi, waraka huu ndio wa pili niwaandikiao ninyi. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Mstari wa 5 anasema, maana ufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaangamia. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwa wanadamu wasio mcha Mungu. Kwa hiyo mstari wa 5 anasema, maana ufumba macho wasione. Kwa watu hao katika siku hizi wanafumba, watu wengi katika siku hizi wanafumba macho wasione. Wanafumba macho wasione. Watu wanasikia injili kila siku, wanajua ukweli, lakini bado wanaendelea kuishi katika njia za uovu. Bado wanaendelea kutenda maovu. Wanajua kwamba dalili na ishara zote zinaonyesha kwamba tunaishi katika siku za mwisho na Kristo amekaribia kurudi, lakini bado wanaendelea kufumba macho wasione. Wanadhihaki na kusema kwamba mbona tulisikia tu enzi za mababu zetu ya kwamba kuna siku za mwisho na Kristo anarudi, mbona arudi, mbona anarudi? Watu wamefika mbali na kusema na kuanza kutoa maneno ya kukejeli. Wanatoa maneno ya kejeli. Watu hao wanajua ukweli kabisa ya kwamba Mungu aliwahi kuangamiza hii dunia, na wanaona ishara, upindo wa mvua wanaona ambao Mungu aliweka angani, akasema kwamba hataigarikisha tena hii dunia kwa maji, akaweka ile ishara upindo wa mvua, na watu bado wanaendelea kuona ishara kama hizo, lakini hawajua kwamba Biblia inasema kwamba hii dunia imewekwa akiba kwa moto. Kwa maana yake wanafumba macho wasione kwamba yalitokea mwanzoni, yalitokea hapo mwanzoni, yalitokea mambo kama hayo, mambo ambayo Mungu alikuja ile hukumu ambayo Mungu amekuja kuleta hii dunia, hukumu ambao wanadamu wote waliangamizwa, wakabaki watu nani katika ile safina. Wanajua hayo, lakini bado wanafumba macho wasione, Na hiyo ndo maana ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Kwa hiyo wanafumba macho yao usione. Kwa hiyo ndugu yangu, na wewe katika siku ya leo, huenda bado unafumba macho yako usione, usitaki kujua, usitaki kuona. Umesikia injili lakini bado unafumba macho yako usione. Ni heri leo ukapate kufungua macho yako uweze kuona, uone ya kwamba unaishi katika siku gani, uone ya kwamba unaenda wapi, uone ya kwamba unapita katika njia gani. Fumbua macho yako, usiendelee kufumba. Usiendelee kumpa ibilisi nafasi na kusema kwamba ni ibilisi anakufumba. Wewe mwenyewe unafumba macho yako. Ndio maana Kristo tena anasema katika kitabu kile cha Mathayo. Yesu Kristo mwenyewe anasema tena kitabu cha Mathayo sura 13, anasema ule mstari wa 14, na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala mtaelewa, kutazama mtatazama wala mtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao wameyafumba wasije wakaona kwa macho yao. Anasema na macho yao wameyafumba wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kwa watu wanafumba macho yao wenyewe. Wanasema wameyafumba macho yao wasione. Kwa sababu gani? Hawataki kuokolewa. Wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaokolewa.
wao wanafumba. Kwa hiyo mtu ambaye anasikia injili leo hii, mtu anasikia kwamba mlevi, washerati, anasikia kwamba watu watendao matendo ya jinsi hiyo, watu watendao matendo ya jinsi hiyo hawezi kurithi katika ufalme wa Mungu. Lakini utakuta watu bado wanaendelea kuishi katika matendo hayo, matendo ya giza. Leo hii mwanamke amehubiriwa, wanawake wanahubiriwa kwamba suruali ni vazi ambalo linamchukiza Mungu, kwa sababu suruali ni vazi la kiume, na Biblia inasema kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 22 mstari wa 5 kwamba mwanamke asivae mavazi ambayo mwanaume, na mwanaume asivae mavazi ambayo mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo mbele za Mungu. Lakini utakuta bado wewe ni mwanamke, lakini bado unavaa suruali na bado unavaa mavazi ambayo ni mavazi ya aibu, mavazi ambayo yanaanika uchi wako, mavazi ambayo yanabana mwili wako, yanabana makalio yako. Na Biblia inasema kitabu kile cha waraka wa kwanza Timotheo sura ya 2 mstari wa 9 kwamba vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Leo unavaa kimini, unajua kabisa kimini sio vazi la kujistiri. Unavaa vazi ambalo linakubana, linaonyesha shepu yako, makalio yako. Unaona kabisa hilo sio vazi la kujistiri, na unajua ukweli ya kwamba ni mavazi ambayo ni mavazi ya ukahaba, lakini bado unavaa mavazi hayo. Kwa sababu gani? Unafumba macho yako usione, unafumba macho yako usione. Umehubiriwa kwamba kujipamba ni machukizo mbele za Mungu, lakini bado unatia mapambo, unabadilisha mwili wako kwa kutia makeups, kwa kutia vitu, mabangili na kila kitu, na kubadilisha hata nywele zako na kuweka manywele bandia ambao hujui hata yanatoka wapi. Unaweka vitu kama hivyo, na unajua ukweli, dhamiri yako inakushuhudia ya kwamba hayo unayofanya unajichua. Ni kijana, unaangalia picha za ngono, unaangalia pornography, unaangalia mtandaoni, unaangalia mwenyewe, unajichua, unaangalia, unafanya hayo yote kwa siri, hamna mtu ambaye anakuona, lakini dhamiri yako inakushuhudia kwamba hayo unayofanya hampendezi Mungu. Lakini bado na unasikia injili, unahubiriwa kila siku, lakini bado unaendelea na mambo, hutaki kugeuka, hutaki kuacha hizo njia zako, unafumba macho yako usitaki kuona. Kwa hiyo leo ni heri bado kufungua macho yako. Fumbua macho yako, usiendelee kufumba macho yako, kwa sababu wakati ambao unaendelea kufumba macho yako, katika ile siku ambayo utakuja kufumbuliwa macho yako, hakika utakuja kujuta, utakuja kutamani urudi hata dakika 2 urudi nyuma, lakini utakuwa umechelewa. Wapo wengi ambao leo wapo kuzimu, wanatamani kurudi waje wasikie injili unaisikia wewe, lakini hawana namna tena kuweza kurudi. Wewe ambao umepata nafasi, bado unapata nafasi kila siku, hebu tengeneza njia zako. Hebu leo amua kufungua macho yako. Hebu leo amua kujua kwamba unaishi katika siku gani. Amua leo kubadilika. Amua kupokea wokovu wa kweli. Toka katika ule wokovu wa kidini, ule wokovu wa kidhehebu, ule wokovu ambao unajua kwamba unaenda kanisani lakini bado unajua kwamba wewe ni mdhambi, wewe unaishi katika dhambi. Unajua kwamba bado wewe mwenyewe unajijua ndani ya nafsi yako yale ambayo umeweka ndani ya moyo wako, tamaa, kutokusamehe, chuki, hasira, kila kitu ambacho unatenda, unafanya, unajua kwamba hampendezi Mungu, lakini bado unaendelea kuishi katika hiyo njia ya Ukristo ili useme kwamba wewe ni Mkristo, lakini bado hujaokoka. Kwa hiyo amua leo kufungua macho yako uweze kupokea wokovu wa kweli. Wokovu wa kweli ni ule ambao umetubu dhambi na ukabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, ukapokea Roho Mtakatifu, ukaishi maisha ya utakatifu na kumngojea Bwana Yesu. Parapanda imekaribia kulia, wakati wote parapanda italia na watakatifu watanyakuliwa. Hivyo leo ingia katika mlango ule umemama, fungua macho yako na uweze kujiweka tayari kwa ajili ya kwenda kumlaki Bwana Yesu Kristo, na Kristo mwenyewe neema yake iongezeke juu yako, wapo leo utaenda kubadilika na kusikia neno la Mungu, na Mungu akubariki. Shalom.